Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mdau wa Malecom popote ulipo? Karibu sana kwenye kijiwe cha michezo, tujuzane mawili matatu ya kimichezo ya ndani ya nchi na yale ya kimataifa. Kama ilivyo utamaduni wetu wa kiungwana kabisa, kama wewe ni mdau kindaki hususan mpira wa miguu aka soka aka kabumbu, wazungu wanaita football, basi bofya alama ya dole gumba kama ishara ya kusapoti mpira wetu uendelee kusonga mbele. Maoni yako pia ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya taarifa tuliyokuletea hapa kijiweni. Habari kubwa tulionayo hivi sasa inatoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, ambapo kuna taarifa inayosomeka kama ifuatavyo. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF linatangaza rasmi kupokea barua ya kujiuzuru kutoka kwa Wallace Karia, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, kutoka kwenye nafasi yake kuanzia leo Juni 16, 2025. Tunamshukuru Mheshimiwa Wallace Karia kwa mchango wake mkubwa katika kuendeleza na kukuza mchezo wa mpira wa miguu nchini kupitia uongozi wake. Tunaelewa na kuheshimu uamuzi wake wa kujiuzuru kutokana na sababu binafsi na za kikazi. Kwa sasa kamati ya utendaji ya TFF itaanza mchakato wa kuangalia hatua zinazofuata kwa lengo la kuhakikisha ushawishi, utulivu na maendeleo endelevu ya soka nchini Tanzania vinakuwa katika mstari ulionyooka. TFF inawashukuru wanachama wote wa shirikisho, mashabiki wa soka, wadau na vyombo vya habari kwa usaidizi na ushirikiano wenu katika kipindi chote cha uongozi wa Wallace Karia. Tunahitimisha kwa kuahidi kuwa tutaendelea kuweka mikakati madhubuti ili kuhakikisha mafanikio ya soka nchini hayakwamishwi. Kwa maswali zaidi, tembelea ofisi za TFF. Hiyo ni taarifa ambayo imekuwa ikisambaa kupitia mitandao ya kijamii na kila mmoja amekuwa akisema lake. Tumefuatilia pia kupitia ukurasa rasmi wa TFF, ambapo tumekuta kwamba bado walikuwa hawajasema chochote. Hivyo Malecom tukaendelea kufuatilia na kuwapigia baadhi ya viongozi simu, napo imekuwa ni ngumu kuwapata hewani. Baada ya masaa kadhaa tukapata uthibitisho kutoka katika page rasmi ya Tan Football ambayo inamilikiwa na Tanzania Football Federation kwa maana ya TFF, hivyo kuthibitisha ya kwamba taarifa ambayo imekuwa ikisambaa katika mitandao ya kijamii sio ya kweli, ni taarifa feki. Hivyo bado mpaka hivi sasa tunaelewa nini ambacho kinaendelea, kwamba taarifa hiyo ni feki, na endapo kuna chochote basi TFF itazungumza. Na ikumbukwe ya kwamba hivi sasa wanaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa TFF, ikiwemo nafasi ambazo zinagombaniwa ni rais wa shirikisho hilo pamoja na wajumbe wa kamati ya utendaji, yani Excom. Malecom tutaendelea kukujuza kila kinachojiri juu ya hichi ambacho kina trendi. Malecom tupo kwa ajili yako. Kwaheri kwa sasa mpaka wakati mwingine. Bye bye.